maisha yetu. Pale ulipo unaweza ukachukua nafasi ukamwambia Mungu asante kwa sababu ya neema na mema aliyotenda kwenye maisha yako. Mwambie Mungu asante kwa sababu ya kukufikisha Jumatano. Wewe nyenyekea mbele za Mungu kimwambia Mungu asante siku ya leo. Mwambie Baba asante, maana pasipokuwa yeye usingefika siku ya leo. Mwambie asante tu. Mwambie asante Baba. Babangu uliye mbinguni, ninakuja mbele zako Jehova. Ninakushukuru, ninasema asante Jehova kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya mkono wako. Asante Jehova kwa sababu ya kutupa kibali siku ya leo kwa ajili ya kuiona. Tunakurudishia sifa na utukufu Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu Jehova unayeweza. Tunasema asante kwa sababu ya mkono wako. Tunasema asante kwa sababu ya kibali ulichoachilia ndani yetu. Tunasema asante kwa sababu ya nguvu na mkono wako na upendo wako ndani yetu. Maana Bwana, kuna watu wametamani kuiona siku ya leo, wengine hawajaiona. He Jehova, tunasema asante tu kwa sababu ya kibali chako. Tunasema asante tu kwa sababu ya upendo wako kwetu. Baba, tunasema asante Jehova. Asante mtakatifu wa takatifu. Asante Mungu wa Israeli. Pale ulipo mwambie Baba asante. Mwambie Yesu asante kwa sababu ya neema yake. Mwambie tu Yesu asante kwa sababu ya kibali chake. Mwambie Yesu asante tu kwa sababu ya upendo wake ndani ya maisha yako. Baba, tunasema asante. Asante Jehova kwa sababu ya siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu ya kutupenda. Asante Bwana, maana kuna wengine sasa hivi Jehova wako hospitalini wanauma, lakini Bwana ni kwa sababu ya upendo wako tu ndio maana tuko mahali hapa. Asante mfalme wa amani. Asante Mungu wa Israeli. Asante mtakatifu wa takatifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja, ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kibali chake na upendo wake kwangu, kwa ajili ya kunipa kibali kwa ajili ya kusimama siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Naweza nikasema kwamba ni jambo jema kumshukuru Mungu. Inawezekana kwamba umeamka asubuhi amshukuru Mungu, kwa sababu kuna watu ambao sasa hivi wameamka salama lakini sasa hivi hawapo. Lakini kuna wengine wameamka salama mpaka sasa hivi wanaumwa. Kuna wengine wameamka salama, wameiona Jumatano salama, lakini mpaka sasa hivi wamebakiza historia. Kwa hiyo ni jambo zuri sana la kumshukuru Mungu kwa sababu ya upendo wake tu kwako. Hatuwezi tukasema kwamba kuna zawadi kubwa uliyompa Bwana mpaka isababishe kwamba we mpaka sasa hivi uwe hai, mpaka sasa hivi uwe na afya njema, lakini tunasema ni kwa sababu ya upendo wake, na ndio maana tupo hapa, na ndio maana tuna afya njema, na ndio maana hamna mtu anayeumwa, mtu wa karibu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo ninakuja kuzungumza jambo moja la kwamba ambalo Bwana ameniambia tupate kulipata jioni ya leo, na somo lenyewe litapitia vipengele aina mbalimbali ambavyo tunaishi navyo katika maisha yetu. Kuna watu ambao wamekata tamaa kwenye maisha yao. Sasa we mwenyewe unaweza ukajifikiria kwamba ni mambo mangapi unapitia na ni mambo mangapi yamesababisha mpaka unakata tamaa. Kuna watu wamekata tamaa kwa sababu ya sababu tu ndogo ndogo. Kuna vitu ambavyo vimesababisha akate tamaa. Kuna mtu mwingine mpaka sasa hivi anaona kwamba Mungu hampendi, Mungu hamjali. Kwa hiyo jambo ambalo natakiwa ulijue kwamba kwenye kile kitu ulicho nacho, kama ni kikubwa ambacho kipo kwa ajili ya kimungu, lazima itatokea misukosuko. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu unaona unapingwa. Kuna watu inawezekana umekata tamaa kwa sababu unapingwa na watu. Inawezekana ukawa umebeba siri kubwa ya kimungu, umebeba jambo kubwa la kimungu, lakini wanatokea watu wanakukatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana ukawa wanatokea watu wanakuambia kwamba wewe haufai, wewe hauna jambo la maana, wewe hauna maana ndani yao, hauna maana. Watu tumekatishwa tamaa na watu wanaotuzunguka.
tumekatishwa tamaa na watu tuliowakabidhi maisha yetu kwa ajili ya tunaona kwamba ni wa muhimu sana kwetu, ndio waliotukatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo kubwa na la muhimu ni kwamba wewe usikate tamaa. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo kubwa na la muhimu ni kwamba wewe usikate tamaa tena. Haleluya. Wewe usifanyeje? Usikate tamaa tena. Naweza nikasema kwamba kuna watu ambao wametamani kufanya vitu, wametamani kufanya huduma, wanatamani kufanya biashara, wanatamani kufanya vitu vingi kwa haraka. Lakini kuna jambo moja linalosema kwamba subiri wakati sahihi uliopangiwa na Mungu. Kuna watu wamefanya vitu ambavyo wakati wao bado hujafika, wamevifanya na vijatimia. Inawezekana wewe kweli ni mwombaji, wewe una huduma ndani yako, lakini kuna wakati wa huduma yako kuanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati wa biashara zako kuanza. Kuna wakati wa vile vitu ulivyo navyo, vile vitu ulivyopewa na Mungu kwa ajili ya kufanyaje? Ni jambo la kwamba wewe usikate tamaa, usione kwamba unafanya vitu haviendi. Muulize Mungu kwamba ni wakati gani nitafanya hili litaenda sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye maisha yetu, nadhani watu wote tulioko hapa tumebeba ahadi. Navyosema ahadi, tumebeba kwamba Mungu ametuahidi kwamba sisi ni wakina nani. Ametuahidi kwamba mwaka huu atatupa mambo gani. Na kuna watu wengine wameomba, wamemwambia Mungu 2026, wengine walianza kuomba tokea mwaka jana kwamba Mungu, ninaomba kanipe hiki na hiki na hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unakuta vyote ambavyo Mungu amekuahidi baada havijatimia. Nimekutana na watu wengi kwenye live zangu wanakitamani sana kupata unabii, na ni watu tulionao kwa sasa. Wanatamani watabiriwe, wanatamani wapokee unabii. Lakini jambo, hata kama upo sasa, jambo ambalo natakiwa ulijue, baada ya kupokea unabii unachukua hatua gani ili upate kudhihirika? Bwana Yesu asifiwe sana. Unachukua hatua gani baada ya wewe Mungu kukwambia wewe ni nani? Baada ya Mungu kukwambia atakupa nini, atakupeleka wapi, unachukua hatua gani kwa ajili ya kudhihirisha lile jambo ambalo Mungu amekwambia? Bwana Yesu asifiwe sana. Unachukua hatua gani? Kwa sababu jambo moja ambalo watu wengi hawalijui, kama utakuwa unalijua nitakuongezea siku ya leo kidogo sana. Lakini kama ulikuwa haujui kabisa, nitakuelekeza kidogo vile ambavyo Bwana ataniongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo moja ambalo tunatakiwa tulifahamu kwamba tunatamani Mungu atuambie sisi ni wakina nani. Tunatamani Mungu atuambie kwamba tumebeba nini ndani ya watu wanaotuzunguka na ndani ya maisha yetu. Lakini hatujui vile tunavyojua kwamba sisi ni wakina nani, ndio vita inapoanza kwenye maisha yetu. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Vile ambavyo umeambiwa kwamba wewe una huduma ndani yako, wewe ni mwana maombi, wewe ni mfanyabiashara, ndipo vita inapoanza ndani yako. Kwa nini? Na kwa watu wengi waliokata tamani kwa sababu wameahidiwa na wameambiwa na Mungu kwamba wao ni wakina nani na wamebeba nini. Baada ya hapo vita huwa inaanza. Tuna watu wanaopenda sana kujua kwamba wanatamani sana Mungu awaambie kwamba wao wamebeba nini, wana nini, au watafanya nini. Lakini hawajui kwamba ninapojua kwamba nitafanya nini na nimebeba nini, ndipo vita inapoanza. Jambo la kwanza tunamwona Yusufu. Yusufu yeye alikuwa vizuri na ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa vizuri, lakini baada ya Mungu kumwambia kwamba amebeba nini, kumwambia kwamba yeye ndiye atakayeongoza mpaka familia yake, hilo jambo ndilo lililoanzisha vita ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo la kuambiwa tu amebeba nini ndilo linaloanzisha vita. Watu wengi wamekata tamaa kwa sababu ya kuambiwa wao ni wakina nani, kwa sababu ya kuambiwa wao wamebeba nini. Baada ya kuambiwa wao wamebeba nini, ndipo vita inaanza. Sasa usipojua, ndipo watu wengi unakuta wanakata tamaa, ndipo watu wengi unakuta wanamwacha Mungu, wanaona kwamba Mungu alichowaambia kijatimia. Ndipo wanapoona kwamba labda itakuwa kwamba ilikuwa ni akili zangu. Na kanuni, ukishakata tamaa manake unakuwa umezuia lile jambo ambalo Mungu alihitaji aliweke kwako hata lisitokee.
Manake tuna watu wana siri kubwa, tuna watu wana vitu vikubwa, lakini havitokei. Kwa sababu gani? Wamekatishwa tamaa, wamekata tamaa kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichofanya Yusufu ashinde ni kwa sababu akuona changamoto alizokuwa anapitia. Yeye alichoona ni kwamba Mungu amemwahidi yeye amebeba nini? Amemwahidi yeye ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jioni ya leo, yani wewe usiangalie kwamba ni wangapi wanakukwamisha, ni wangapi wanakuzuia usifanyeje, usitimize kile ulicho nacho. Unachotakiwa kuangalia, uangalie ni nini ulichokibeba cha kimungu kwa ajili ya watu wanaokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ujue hivyo kwamba ni nini. Haijalishi wewe kile ambacho Mungu amekuahidi kimechelewa. Haijalishi kile ambacho Mungu amekwambia kwamba lazima nitakupa biashara, hiyo biashara haijatimia, usikate tamaa. Usiangalie kwamba ni mangapi yanatokea hapo. Wewe cha kuangalia kwamba Mungu ameniahidi nitapata jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Haleluya. Ngoja tuone katika kitabu cha Mhubiri. Tusome tukiwa pamoja kitabu cha Mhubiri. Kama kuna mtu ana Biblia pia anaweza akanisomea. Kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri 3 mstari wa kwanza. Ndio. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa pili. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Ndio. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaishia hapo. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila nini? Kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake ukiona umeambiwa kwamba wewe una nini, ni majira yako kujua kwamba ulichokibeba ni nini. Lakini unakuta sio majira ya kuzirisha kile ulichofanyaje, ulichokibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu waliahidiwa kwamba wana huduma kubwa, lakini kuahidiwa haisababishi hiyo huduma ianze kuzirika kwa wakati huo. Kuna watu wameahidiwa kwamba wao wana biashara kubwa. Kuna watu wameahidiwa kwamba wao ni watu wakubwa na wana watu nyuma yao wa kuwasaidia. Lakini baada ya kujua akijatimia kile ulichokijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani watu wengi tulioko hapa tuna ahadi tulizonazo. Tuna vitu tulivyonavyo ambavyo Mungu ametuahidi kwenye maisha yetu. Mungu ametuambia kwamba tutakuwa watu fulani, lakini baada ya kuambiwa kwa wakati huo, baada ya vijadhirika mpaka sasa, unakuta bado tunasubiri. Kwa hiyo anasema hivi, kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake yalikuwa ni majira ya kujijua wewe ni nani. Yalikuwa ni majira ya kujitambua kwamba wewe umebeba nini. Yalikuwa ni majira ya kujua una nini katika ulimwengu wa roho, una nini ambacho Mungu anahitaji atende kwako. Lakini ukiendelea hapa anasema hivi, na wakati kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kila wakati wewe unatakiwa tu upokee. Mshukuru tu Mungu. Sijajua kama kuna mtu maana yake kuna vitu ambavyo unaweza kawa navyo kwa sababu una vitu vikubwa ambavyo Mungu anataka viongezee, vile vitu kwanza vikaondoka. Tunamuona nani? Ayubu. Alikuwa na mali, alikuwa na pesa, alikuwa na vitu vingi, lakini kwa sababu Mungu alihitaji ambariki zaidi, alimwamini, kikasababisha hata vile alivyokuwa navyo vikaondoka kwanza. Lakini yote hayo kilichomsaidia ni nini? Hakukata tamaa. Mali zote alizokuwa nazo ziliisha. Ilienda mpaka watoto aliokuwa nao wote walikufa. Unajua tunavyokuwa tunasoma kwenye kitabu cha Ayubu au historia ya Ayubu, tunaona kwamba ni kitu chepesi sana.
lakini ukianza kukibadilisha kwenye maisha yako, ndipo unapoona kwamba alikuwa na mzigo mkubwa ambao hata we mwenyewe sasa hivi unaweza ukaupitia, unaweza ukamwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mpaka hata mke wake anamwambia hivi, wewe usimkane huyo Mungu wako ili upate kupona. Hata yeye mwenyewe aliumwa, alitoka vitu, mpaka hata nguo alikuwa avai. Lakini kilichosababisha ni nini? Hakukata nini? Maana yake kuna siri iliyofichwa katika kukata tamaa. Kukata tamaa sio kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Hapana. Kukata tamaa ni siri aliyoiweka adui kwa ajili ya kukamata watu, kwa ajili ya kusababisha yale mambo ya kimungu ambayo Mungu ametuahidi yapate kuchelewa au yasitimie kabisa. Kwa sababu kwa watu ambao walikata tamaa, yupo ambaye alifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijua kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Watu wote waliokata tamaa, wewe subiri wakati tu sahihi ufike. Mungu amekwambia kwamba una nini ulicho nacho, amekueleza maisha yako yatakuwaje. Ni wakati wa kujua, lakini sio wakati wa kudhihirisha. Jua tu hilo, kwa sababu kuna watu wengine, mimi haraka kwamba nilianza huduma tokea 2019. Nilianza huduma nikasoma, lakini kwa sababu Bwana alikuwa amefanyaje? Ameniita. Bwana Yesu asifiwe sana. Tokea 2019 nikafanya huduma. Nakumbuka 2020 nikawa nimeacha kabisa. Ikatokea nikaanza maisha ya kawaida, maisha ya kulala nje, maisha yani ya kwenda disco, maisha ya kunywa pombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakaa nayo, lakini katika yote hayo niliyopitia, kuna wakati ambao ulikuwa umeamliwa ili nije mpaka nifike mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakuta nisingepita huko, nisingefika hapa. Nilikuwa nasubirishwa mpaka wakati sahihi ufanyeje? Ufike. Kwa mtu haraka mimi nilikuwa nishakata tamaa, kwa sababu niliambiwa kwamba nikishazidi miaka 20 sijatumika, sina kazi nyingine ya kufanya, maana yake nakufa. Kwa hiyo nikaanza kutumia yale maisha kwamba kwa sababu nitakufa na Mungu ndiye aliyesema, basi acha nifanye starehe zote. Kwa sababu nilikuwa sina jambo lingine la kufanyaje. Najua kwamba sinafanya nakufa na umri uko unaenda sasa. Miaka 20 kwa inafika. Nikasema acha nifanyeje? Nifanye starehe zote. Lakini katika kufanya, kumbe Mungu alikuwa ananisubiri nipate wakati sahihi. Ufike wakati sahihi. Kwa hiyo kilichonibeba mpaka naambiwa kwamba wakati umefika wa kumtumikia Mungu, kilichonibeba sikukata tamaa. Nilisema kwa sababu Mungu ameniambia wakati umefika, sina budi, acha niende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa mtu lakini wa haraka angesema hapana. Kwa sababu nimeamua na nishaamua, siwezi nikaenda. Kuna mambo ambayo hatuyapati kwenye maisha yetu kwa sababu tunakata tamaa. Kuna vitu ambavyo havifiki kwetu kwa sababu tunavikatia tamaa. Yaani wewe kuahidiwa kwamba wewe ni nani, wewe umebeba nini, sio chanzo cha kudhihirisha yale yote uliyoahidiwa. Jua tu hilo kwamba kuna wakati wake wa kudhihirika. Kuna wakati wa kupata kila ambacho Mungu amekuahidi kukupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tusome katika kitabu cha Habakuki. Habakuki 2 mstari wa 3. Habakuki 2 mstari wa 3. Habakuki 2 mstari wa 3. Ndio. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje. Kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Anasema hivi, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Yaani kuambiwa kwamba wewe ni mkubwa ni kwa wakati uliofanyaje? Ulioamriwa ili ujijue. Ni kwa wakati sahihi. Lakini kwenye wakati sahihi anaendelea hapa,
anasema hivi, maana njonzini kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Anasema ijapokawia ifanyeje? Ingoje. Manake kuna alivyokuwa anasema, manake inaweza ikachelewa, haijalishi ni miaka mingapi. Yaani tuna watu sasa hivi wameahidiwa kwamba watakuwa na vitu vikubwa tokea 2020 mpaka sasa hivi havijatimia. Kitakachofanya visitimie ni kwa sababu wewe utakapokata tamaa tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kitakachofanya visitimie sio kwa sababu eti vimechelewa, sio kwa sababu eti Mungu hakupendi. Hapana, ni kwa sababu wewe umefanyaje? Umekata tamaa. Anasema maana njonzi ni kwa wakati ulioamriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe kujijua kwamba, yaani wewe kujijua ili Mungu akuambia kwamba una kitu kikubwa ndani yako, ni wakati sahihi. Na ni sawa kujua, ni sawa, lakini kwenye kujua usiweke kwamba kwa sababu Mungu ameniambia atakitenda kwa wakati fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ameniambia nitafanyaje, nitakipata kwa wakati. Yaani watu wengi waliokata tamani kwa sababu Mungu baada ya kuahidi waliona kwamba kuna wakati huu, yaani walimwekea Mungu wakati kwamba wakati huu lazima kitatokea, wakati huu lazima kitafanyaje, kitadhirika. Kile ndicho kilichofanya watu wengi wamekata tamaa. Watu tulionao wengi makanisani wamekata tamaa, kwa sababu we baada ya kuambiwa kwamba we ni mtu mkubwa, inawezekana ukaambiwa hata yule uliyekaa naye pembeni asipende, kwamba ataanza kujiuliza, hivi anakuaje huyu mtu mkubwa? Lazima ataanza vita. Hata akianza vita bado na adui mwenyewe atakuwa na vita, kwa sababu jambo la kufikiria na la kujua kwamba adui hajawahi kufanya vita kwa mtu yote ambaye ana kitu kikubwa cha kimungu ndani yake. Haiwezekani. Yaani wewe inawezekana ukawa unajiona ni mfanyabiashara, ukajiona kwamba hiyo sio huduma, ni huduma. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni huduma hiyo ulionayo. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba ukiona unapingwa kwenye jambo lolote, adui aweza akapoteza muda kumshambulia mtu ambaye yuko empty. Haiwezekani. Ukiona kwamba unakutana na vita kwenye jambo lolote, ujue kuna jambo kubwa la kimungu ndani ya hilo jambo unalopata vita. Lakini kuwa na vita haisababishi ili ukate tamaa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kuwa na vita haisababishi nini? Mtu akate tamaa. Unaweza kawa ukuta unakuwa na vita, lakini ni kwa sababu Mungu amekuahidi. Tumeona hapa kwa habari ya Yusufu. Yeye vita aliyokuwa nayo sio kwa sababu eti alikuwa anafaa sana, sio kwa sababu eti Mungu alikuwa ampendi. Ni kwa sababu alivyojijua kwamba yeye ni nani na amebeba nini. Haleluya. Ni kwa sababu alijijua yeye ni nani na amebeba nini. Kwa kinachoanzisha vita sana sio kwa sababu eti wewe unafaa, sio kwa sababu eti wewe una umuhimu sana kwake. Hapana, ni kwa sababu ya kile ulichokibeba, na baada ya kukibeba umekijua kwamba Mungu anahitaji akitimize. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana njonzini kwa wakati uliofanyaje? Ulioamriwa. Sasa kuna jambo hapa chini yake anasema hivi, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokawia ingoje. Anasema kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kuna jambo moja baba ambalo anapenda kulisema sana, kwamba kwenye jambo la kimbingu siku moja ni siku 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa siku 1000, wewe hata kama umeahidiwa 2020, bado siku zipo, bado miaka ipo. Kuna wakati ambao Mungu atatimiza kila ambacho alikwambia. Kuna wakati atatimiza Mungu ile huduma yako ulionayo. Kuna wakati Bwana atatimiza kile ulichokibeba, lakini kikihitaji kutokukata tamaa, kikihitaji kujiona wewe ni bora, kikihitaji kujiona wewe sio mtu ambaye ni wa chini. Bwana Yesu asifiwe.
vile unavyojiona ndivyo itakavyokuwa. Yaani vile unavyojichukulia kwamba mimi ni mtu mdogo, mimi niko hivi, ndivyo inavyokuwa. Nakumbuka tokea 2000, hiyo ilikuwa ni 2020 hivi, niliambiwa kwamba nikafanye mkutano sehemu napopelekwa ni sehemu ambayo nimezoeana nao, yaani nacheza nao ni kama vijana tu wenzangu. Sasa ikawa ni ngumu, nikafunga nikashinda kwenye maombi, namwambia Mungu ahirisha mkutano huo, kwa sababu nilikuwa najiona mdogo, kwa najiona ni mtu ambaye yaani mdogo, siwezi chochote. Nikamwambia Mungu ahirisha mkutano huo, alafu namwambia Mungu huyo ndiye aliyekupa kwamba ukafanye huo mkutano. Nikakataa, nikamwambia siendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukafika wakati ambao nikaambiwa kwamba tunaenda, kawa sina namna, tukaongozana tukafika pale. Tumishi nilikuwa nimeenda naye akaanza kuomba. Alivyoanza kuomba nikamwambia apitilize mpaka afundishe, kwa sababu bado nilikuwa najiona mimi mdogo, siwezi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa najiona nini mdogo. Lakini baadaye nikamwambia sasa baba, hapa cha kufanya sina, lazima nitafanya. Na kama nitafanya, wewe niondolee tu ile aibu nitakao kuwa nayo, ili nikafanye nini kazi yako. Nakumbuka hicho kipindi nilianza kuhubiri, wakawa wanatokea watu, mmoja anakuja huko anakusikiliza, anakaa hivi anasikiliza, nikiangalia hivi nafikiria sana. Lakini baadaye ule uoga ulivyoisha, nashangaa, nikuja kushangaa tu tushakuwa watu wengi. Lakini kwa sababu gani? Niliondoa ule uoga. Maana yake ningekuwa na uoga ningehubiri tu dakika chache alafu nikaacha, na nisingemruhusu Mungu atende. Maana yake kuna watu tumezuia Mungu atende kwetu kwa sababu ya vile tunavyojichukulia pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya vile unavyofanyaje, unavyojichukulia. Kwa hiyo jioni ya leo nimekuja kukuambia tu usikate tamaa. Ninajua kwamba kwenye kile kitu ulicho nacho lazima tu atatokea adui wa kukatisha tamaa. Adui inawezekana akawa ni jirani yako. Sio kwamba utamwona shetani anakuja ili akukatishe tamaa, hapana. Inawezekana akawa ni watu wanaokuzunguka. Inawezekana akawa ni watu ambao hata uliwaamini. Lakini we jambo la msingi sana kwamba usikate tamaa. Haijalishi itachelewa kwa namna gani, itachelewa, yani haijalishi itakaa kwa muda gani akijafika kila ambacho Mungu amekwambia. Jambo kubwa ni kwamba usikate nini? Tamaa. Kwa sababu hata kwenye Biblia watumishi wangekata tamaa, sidhani kama wangepata kila ambacho Mungu aliwaahidi. Tunamwona hata Ibrahimu Mungu amemwaahidi kwa muda mrefu. Akienda mbele za Mungu, Mungu anamwambia kwamba nitakupa mtoto. Anaenda tena anaomba mtoto, Mungu anamwambia tu tulia, nitakupa. Lakini mpaka unafika wakati ulioamriwa, wakati ambao ni sahihi, Mungu anafanyaje? Maana yake haijalishi ni vizuizi vya aina gani ambavyo vitakuzuia. Inawezekana pia akawa hata ni mke wako, inawezekana hata akawa ni jirani yako, ni ndugu yako. Jambo kubwa, usikate tamaa. Sio kama kuna mtu ananielewa. Jambo kubwa usifanyeje? Usikate tamaa. Kuna alivyokuwa anasema hapa, manaki kuna jambo la kwamba lazima inaweza ikachelewa. Kuna watu wengine wanaahidiwa leo, wanapata leo. Ni wakati wake. Kuna mtu mwingine anaahidiwa leo, anapata kesho. Kuna mtu mwingine anaweza akaahidiwa leo ikapita miaka 5. Kwa hiyo usiangalie kwamba mbona jirani yangu amejibiwa leo, mbona huyu amepata hiki, ameomba leo na amepata. Wewe angalia ni nini Mungu alichokuahidi, na angalia mpaka kitimie basi. Tusikatishwe tamaa na watu ambao hawajatuahidi wao kutubariki. Tusikatishwe na watu tamaa na watu ambao hawana, yani hata hawajui Mungu ametuahidi nini ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe jichunguze ndani yako, kwamba jiulize kwamba hivi Mungu alishawahi kuniahidi nini ndani yangu. Alafu kuanzia sasa anza kuomba Mungu atimize kwa wakati wake. Atimize tu kwa wakati wake, kwa sababu usipoomba
ni jambo ambalo halitotimia. Mwisho wa siku utafanya utakata tamaa. Tusome katika kitabu pia cha Wagalatia 4 mstari wa 4. Yes, Wagalatia 4:4. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Anasema hata ulipowadia utimilifu wa nini? Wa wakati. Sasa hapo kuna jambo la kwamba hata Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kwa wakati sahihi. Maana yake hata yale yote utakayokuwa umeahidiwa, utakayoambiwa, bado yatakuja kwa nini? Anasema hivi, hata ulipowadia wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Anaendelea anasema hivi, amezaliwa chini ya sheria. Mstari wa 5 anasema kusudi akomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ulipofika nini? Wakati. Hata Yesu Kristo tunaona alivyozaliwa, alianza kwanza akasubiri. Alisubiri nini? Alisubiri wakati sahihi. Alikaa muda. Kwa sababu tunaona baada ana miaka 12, baada anajua mambo mengi, anajua kila kitu. Lakini ulikuwa sio wakati wa kuanza kufanya kazi kwa wakati huo. Ulikuwa sio wakati wa kutimiza kila ambacho Mungu alikuwa amemuitia au Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Maana yake wewe unaweza kuwa unajiona kwamba unaweza. Unaweza kuona kwamba yani ni kwamba ushaanza kupata kila ambacho Mungu amekuahidi. Sana sana hiyo ina watumishi. Nadhani nakumbuka nilivyokuwa nimeanza huduma. Sasa ni kwa watumishi wa Mungu, huo muombaji iwe nini, ni kwa watumishi wa Mungu. Nilivyokuwa nimeanza huduma, ulifika wakati ambao nilikuwa ninaomba, najua kwamba ninaweza, yani ninaweza kila kitu. Mpaka nikawa na force nataji kwenda kwenye huduma. Na force. Kwa sababu nilikuwa najiona naweza, yani najiona kwamba nishaweza. Tayari naweza nikahudumia watu, nikaombea watu, nikafanya vile ambavyo Mungu ananiambia. Ni kwa sababu nilimwombea mtu siku hiyo, swali toka na mapepo, nikaona kwamba tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe bado wakati ambao uliokuwa umepangwa ulikuwa bado. Na kwenye kusubiri iko hivi, unavyokuwa unasubiri kuna mambo makubwa na mazuri ambayo yanakuwa yanatengenezwa ili uwe nayo. Kwa sababu unavyokuwa unasubiri, manake bado jambo lako bado halijatengenezwa likatimia. Bado lipo inatengenezwa. Ukimwona mtu anajibiwa haraka, wewe tu mwache, naona kwamba alichojibiwa hicho bado chako ambacho ni kikubwa, kwa sababu kinachelewa, kinatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, Wagalatia hiyo anasema hivi, hata ulipofikia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Maana yake ulipofika wakati, Yesu Kristo alifanyaje? Alivyotumwa haikusababisha aanze huduma kwa wakati huo. Maana yake wewe kujijua umebeba nini haifanyi kitimie kila ambacho umeambiwa na Mungu wakati huo. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Yaani vile ulivyoambiwa kwamba umebeba nini, una nini, haisababishi ndio litimie kwa wakati ulioambiwa. Kuna wakati ambao tunasema kwamba wakati wa kusubiri. Kuna mazingira unaweza ukapita ukashangaa, mbona nimeahidiwa na Mungu hivi, nimeahidiwa na Mungu kwamba nitatajirika, nitakuwa mtu mkuu. Mbona nimeanza kupata pesa, alafu unashangaa zile pesa zinaisha. Kubali tu kwamba bado wakati hujafika. Kubali tu. Zikana ukawa ni mwimbaji mkubwa, bado tu Mungu amekuahidi, kiwa unaomba unashangaa upo kwa watu, unahudumia watu, unaimba kwa watu mpaka wanadondoka. Unashangaa siku moja unafanya na hivyo hivyo watu wanadondoka. Unajiona kwamba tayari. Lakini baadaye unajaribu tena, inawezekana vikashindika. Wewe sikiliza, huyu Yesu aliyekuahidi ndiye atakayetimiza kwa wakati wake.
Tusikate tamaa. Tusione kwamba kwa sababu Mungu ametuahidi vimechelewa au kimechelewa alichotuahidi, tukaanza kuona kwamba Mungu hatupendi. Tukaanza kuona kwamba hatuna mambo makubwa, na ndio maana tumekuwa na watu ambao wakihangaika. Anatoka kwenye kanisa hili anaenda kwenye kanisa hili, anatoka kwa mtumishi huyu anaenda kwa mtumishi huyu. Yote hayo sio kwamba eti wanaenda kwa sababu wanaenda kujifunza, ni kwa sababu wanaenda kutimiza kile kitu ambacho Mungu aliwaahidi. Lakini bado unakuta kama wakati hujafika, utaenda huko, bado kuna sehemu ambapo Mungu ameweka yale majibu yako. Sehemu ikifika na wakati ukifika, lazima utayapata. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utafanyaje? Utayapata. Lazima yatatimia. Wewe subiri tu, subiri wakati. Usijione kwamba kwa sababu Mungu ameniahidi acha nifanye. Hata kwenye live zangu nimekutana na watumishi wengi sana wamekata tamaa. Watumishi wengi sana wameanza huduma kwa sababu Mungu aliwaambia kwamba wana huduma ndani yao. Wanaanza huduma zao zinaharibika. Wanaanza huduma zao matatizo tu mwanzo mpaka mwisho. Unakuta mtumishi anakata tamaa. Lakini angeweza kujiuliza kwamba je, wakati alioambiwa kwamba ana huduma ni wakati uliokuwa sahihi kuanza huduma? Wakati ulioambiwa kwamba wewe ni mfanyabiashara mkubwa ni wakati wa kuanza biashara? Wakati ulioambiwa kwamba wewe utapata nyumba, utapata fedha, utapata mali, ni wakati ambao ni sahihi kwa wakati huo kupata? Haleluya. Maanake kuna wakati ambao Mungu anaweza akakuahidi lakini sio wakati sahihi. Lakini pia anaweza akakuahidi ukawa ni wakati sahihi wa kupata hicho kitu. Kwa ni wakati nini? Sahihi. Jambo lako ni wewe kuona kwamba ukatazama mbele kwamba Mungu ameniahidi nini na atatimizaje. We basi, yani we jambo lako kwamba limetimia basi, mambo mengine achana nayo. Kwa sababu hata Yesu Kristo alivyoletwa, yeye ndo, yani bila yeye hatuwezi tukafanyaje? Tukaurithi ufalme wa Mungu. Lakini huyo bado alisubiri wakati nini? Sahihi. Huyo. Sasa jiulize wewe ndani yako, wewe ni nani? Umeahidiwa kwamba utapata hiki. Ni nani unataka uforce ili ukipata haraka? Ni nani unataka utimize kila ambacho Mungu amekipanga kwako au amekiweka kwako? Wewe tu mwambie Mungu, asante kwa sababu umeniahidi. Ninajua kwa wakati wako kishafika kitatimia tu kile nilichoambiwa. Kitatimia tu kile ulichoniambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usikate tamaa. Yaani wewe usikate tamaa. Ninajua kwamba nimekutana na watu nilivyoambia kwamba mimi nina huduma. Watu wakaanza kunipinga sana. Hata marafiki zangu wakanipinga, wakanichekelea, wakasema wewe umeisha. Na siku hiyo nilikuwa sina chochote, wakaniambia wewe nimezeeka. Nimeshapitwa na wakati vya wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa hivi ndio watu ambao wananitafuta, ambao nilikuwa nao na urafiki tokea, wananitafuta na waombea. Sasa hivi ndio watu ambao unakuta wengine wanatafuta namba yangu, unakuta wengine hawana. Naombea kiufupi, naombea marafiki zangu wengi ambao nilikuwa nao kipindi cha nyuma. Wengi sana nawaombea. Lakini je, ningekata tamaa kwa maneno yao waliokuwa wanayasema? Lazima tu, yani lazima kwenye kile ulichokibeba lazima watatokea watu wa kukukatisha tamaa. Lakini haikusababishi wewe ukate tamaa, au haikusababishi kitimie au kikose kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kitatimia kwa wakati ule ambao Mungu amefanyaje? Amekuahidi. Hata kwa Isaka mwenyewe, ukisoma kitabu cha Mwanzo, tusome kidogo alafu tutamaliza pia kipindi chetu jioni ya leo. Kwa sababu ni somo refu. Mungu akitupa kibali tutaendelea siku nyingine. Mwanzo 41 mstari wa 39 mpaka 44. Yes, 41:39. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa
katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu. Akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo. Na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo wakamweka juu ya nchi. Wakamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipata muda nadhani utasoma kuanzia 41 yote mpaka mwisho. Huyu mtu ambaye amewekwa kuwa mkuu, neno lake moja kila mtu anatii tofauti. Mtu huyu ndio huyu mtu ambaye alipangwa kwa ajili ya kuuawa na ndugu zake. Ndio huyo mtu aliyeuzwa. Ndio huyo mtu aliyelala gerezani. Si kama kuna mtu ananielewa hapo. Lakini je, mambo yote aliyopitia yalisababisha kila ambacho Mungu amemwahidi kisitimie? Sikilitimia. Maana kama kilitimia, lazima na wewe, haijalishi utapingwa na nani. Fikiria ndani yako kwamba hivi baada ya kuambiwa na Mungu mimi ni mtumishi mkubwa, baada ya kuambiwa na Mungu kwamba hivi ni nani, mimi ni nani na nimebeba nini, baada ya kuambiwa nimepitia nini, nimepingwa na nani, nimefanyaje, nimepingwa na nani. Hii ukisoma 41 ndio utapata kuelewa. Kwanza 41 yote. Yusufu huyu ndiye ambaye akukata tamaa. Huyo ndiye aliyelala gerezani. Huyo ndio watu waliowasaidia wakatoka gerezani, akatafsiri ndoto zao, alafu wakafanyaje? Maana yake haijalishi watakusahau watu ambao ulitarajia kwamba watakusaidia. Haijalishi hata yule bosi wako akakulaza gerezani, haijalishi. Lakini katika yote fanya kweli na usikate nini? Kwa sababu Yusufu kilichomsaidia yeye, alifanya kweli. Yaani yeye walimsingizia, lakini akaona sawa tu. Manake bila mapito, bila kupitia kile ulichoambiwa, akiwezi kikatimia. Utaniambia kwamba ni nani ambaye aliahidiwa na Mungu tu kwamba amebeba nini? Aliahidiwa tu na Mungu alafu yakatimia bila kupitia jambo lolote. Unapimwa. Yaani ukiona wewe una mambo makubwa ambayo Mungu ameweka kwako na bado unapimwa ili adhirike. Yusufu alipimwa kuonekana kwamba anastahili. Alipimwa kwanza. Alipitia mpaka ndugu zake. Yaani ndugu kuna watu sasa hivi ndugu zao tu wakimtukana tayari anakata tamaa. Mimi ndugu yangu alisema nimejichanganya, nimeenda Freemason. Ndugu zangu wenyewe, ndugu zangu hao waliniambia, wewe nenda umtumikie Mungu unakoenda huko, au wajui yakikutokea usitupigie simu na wala usitujue. Ndugu zangu ambao unakuta nilikuwa nawaambia jamani nina shida, wananiambia wewe si una watu waliokuchukua upo nao huko, waambie kwamba una shida, watakusaidia. Ndugu zangu ndio walionilaani kipindi naanza huduma. Hao. Lakini sasa hivi ndio watu ambao wakiwa na shida wananipigia ili nipate kuwaombea. Lakini maana yake nini? Yale maneno yao hayakusababisha mimi nifanyeje? Na kilichonisaidia, na ndio maana ukiona unapitia jambo lolote ambalo la changamoto yote, wewe usikate tamaa. Kuna fundisho kubwa sana, kwa sababu mimi kilichonisaidia nisione maneno wanayoyasema nikaona na huduma kubwa, ni kwa sababu nilikuwa nimepitia changamoto, nimekata tamaa kipindi hicho. Ndugu zangu wenyewe hata kwenye maisha hayo waliokuwa nayo kwa wanisaidia, nikasema hivi, acha niende aniharibikie huko nitaishia huko tu.
kwa sababu hata huko hawanisaidii, maana sina mchango wao. Yaani hicho ndicho kilichosababisha kwamba nisikate tamaa. Inawezekana wewe kwenye biashara yako, yule mtu aliyesema atakusapoti asikusapoti, ukafanikisha kupata hiyo biashara akaanza kukupinga. Wewe usikate angalia kile ulichokibeba. Angalia kile ulichokibeba. Yusufu aliangalia kile alichokibeba. Aliangalia Mungu amemwahidi kwamba yeye atakuwa mkuu zaidi ya watu wote. Zaidi, haijalishi watu watakushangaa, kwa sababu Mungu amekwambia fanya tu. Yaani jambo kubwa ni kwamba wewe usikate Jamani, mimi mnavyosema kukata tamaa, mambo tu hapa, hata mwaka huu yenyewe nilitaka kukata tamaa. Mwaka huu wewe kama hujakata tamaa, mshukuru Mungu. Alafu piga kifuani, sema wewe ni bingwa, kwa sababu mimi mwenyewe mwaka huu nitaka kufanyaje? Kukata tamaa. Nikasema hivi, huyu Bwana namtumikia, alafu huyu Mungu anitetee hivi wa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujakata tamaa mwaka huu, mshukuru tu Mungu. Mshukuru tu. Mimi mwaka huu nimekata Jamani, kwani mmesahau? Juzi hapa si ametokea? Juzi ngoni wape siri. Mimi mwenyewe yaani hii juzi nilikuwa nishasema au niondoke. Kwa sababu anasema hivi namtumikia Mungu. Huyu Mungu naye mtumikia, ameniita chakwa, amenitoa kwenye stale zangu huko. Alafu nakuja kumtumikia bado nakatishwa tamaa bado tu. Kuna watu nikamwambia jamani, sikia, mimi naondoka. Niliwaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaambia kwamba mimi naondoka. Yalitokea juzi hapa. We kama yalitokea juzi au kukata tamaa, una roho ngumu kweli. Kwa sababu nadhani yalitokea kwa watu wengi. Una roho ngumu. Mimi nilikata tamaa, nikasema acha nifanyeje? Niondoke nikawe na maisha yangu tu. Yaani hata nirudi kwenye maisha, kwa sababu mimi na ofisi, nikasema hata niende nifungue ofisi huko, nirudi nikanywe kapombe kangu, bado Mungu akinihitaji nitarudi. Kusema kweli nilifanyaje? Nilikata tamaa. Lakini kwa sababu Mungu bado anazidi kutupenda, ndio maana sasa hivi nimesimama wapi? Mahali hapa. Kwa hiyo jambo kubwa tukukata tamaa, ndio maana tuko hapa. Na yupo nadhani ambaye alikata tamaa yupo. Ulikata tamaa, baadaye ukarudi. Ulikuwa wa kwanza. Lakini uko hapa, maana yake tamaa yako ukata tamaa, bado Mungu alikurudisha, yani bado Mungu alikutengeneza. Rafiki yangu, sio wewe peke yako, na mimi mwenyewe nikata tamaa kwenye hicho kipindi. Lakini nafanyaje? Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu au niseme kwamba tunamshukuru. Kwa hiyo wewe haijalishi ni nini kinachokukatisha tamaa. Yani mambo tunamwamini. Sasa kitu ambacho nishangaa nisema hivi, kwa mtu ambaye ni mtegemezi wangu kanikatisha tamaa, amefanya na kata, nikasema basi sina mtu mwingine. Jamani, niliwaza kwa sababu niko kwa Bwana, acha niaongee tu kwa Bwana. Bwana yeye alinijua, ananijua kwamba nikata tamaa. Kwa nini shaanza kupiga simu, napiga simu Arusha, namwambia sikia, si Bwana ananiambia nije Arusha kama Bwana alisema acha nije tu, atakao tokea hata atoke. Nikatuma message za kutosha. Nadhani wanaojua ni watu wachache, sidhani kama yupo anayejua. Tuma message. Nasema hivi, yani hata kama tuma message za kujitetea, za kufanyaje, za kusema jamani, yani hapa nimekata tamaa, wewe ndo mtegemezi. Lakini tukasema kwamba yote hayo inawezekana kwamba kuna watu ambao walikuwa wamepangiwa kwa ajili ya kupata kitu kikubwa. Kuna watu ambao ndani ya kundi lote, inawezekana sio wote, lakini walisababisha na wengine wafanyeje? Jamani, Yusufu kuwa gerezani kutafasiri ndoto sikuisababisha na wengine wakatoka na zikatimia. Yaani sikiliza jamani, tusikate tamaa. Nimekuja kujua tufanyeje, tusifanyeje, tusikate tamaa.
mimi mnayeniona hapa nitaka kufanyaje? Nasema hivyo lakini mimi mwenyewe nitaka kunikuta. Sasa leo ningekuwa wapi, lakini nitaka kufanyaje? Kunikuta. Lakini yote hayo tumshukuru Mungu tu. Wewe mshukuru Mungu kwenye kila jambo. Mshukuru nani? Wewe mshukuru Mungu. Anasema kwamba tunaona Yusufu ambaye yeye anawekwa kuwa mkubwa kwa watu wote. Huyo ndiye aliyekuwa anadharaulika. Na kilichosababisha awe mkuu ni nini? Sio kwa sababu eti yeye alifanya kitu kikubwa. Sio kwa sababu eti yeye alikuwa ni mtu mkubwa, hapana. Ni kwa sababu ya ile ahadi aliyofanyaje? Sio kwa sababu eti alitafsiri ndoto. Yaani wewe kwa sababu ya kutimiza kile ulichonacho kanaza kakatokea kwa sababu kadogo tu. Lakini pia kwa sababu adui anakuinda, pia hivyo kanaweza katokea kwa sababu kadogo kufanya ukakata tamaa. Hivyo usikate nini? Tamaa. Kwa hiyo jioni ya leo jua kwamba kukata tamaa sio mpango ulioletwa na nani? Na Mungu. Ni mpango wa adui aliyoweka kwa ajili ya kutokutimiza nini? Jamani, Jumapili nadhani wote tulikuwepo. Ifikiria kwamba mambo yaliyotokea leo nikatisha tamaa. Kulikuwepo jambo la kupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo je, ningekata tamaa ningepakwa mafuta? Je, maana yake yani kuna vitu ambavyo vinasababisha unakuwa umekaribia kwenye njia yako, kuna vitu vinasababisha unatoka kwenye njia yako. Ningekata tamaa nisingepakwa, ingekuwa ni historia. Kuna vitu ambavyo vinatokea kwetu sio kwa sababu tunataka vitokee, ni kwa sababu ya vile tulivyovibeba ndani yetu. Yaani kile ulichokibeba ndicho kinachosababisha wewe sasa hivi unapingwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ulichokibeba. Yaani wewe huyu kwa sababu ni mwimbaji mkubwa anaweza akakutana na misukosuko ya aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kile ulichokibeba. Kile ulichofanyaje? Labda naweza nikasema hivi, alinikuta kwangu. Mama zangu utakuta baada hajawakuta. Lakini ninajua kwa sababu ili somo nipewa kwa muda mrefu, nikaambiwa kwamba kuna watu ambao Mungu amekaribia kuwabariki baada adui anaondoa zile baraka zao. Kwa sababu gani? Jambo ni moja tu, kuwakatisha tamaa. Jambo ni hili. Jamani, hamna adui mkubwa kama kukata tamaa. Kwa sababu kukata tamaa inaharibu kila kitu. Kila nini? Kila kitu. Yaani ukiona wale waliofanya mambo makubwa, yeyote lazima alikutana nini na misukosuko na ya kutimia siku moja. Uliza aliyetengeneza ndege alihangaika mara ngapi? Alianza kuziunda, uliza, fuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alihangaika mara ngapi? Lakini nini? Hakukata tamaa. Yaani leo anashindwa, kesho kesho yupo, kesho. Tusikate nini? Tusikate tamaa. Unaweza kumwambia jirani yako kwamba usikate nini? Usikate tamaa. Mwambie tu, mtie moyo, mwambie wewe usikate tamaa. Kwa sababu usipokata tamaa ndipo kuna siri yako. Ndipo ipo siri ya kubarikiwa kwako. Ndipo ipo siri ya kuinuliwa kwako. Unajua kwa sababu Mungu ashakuonesha, yani kwa sababu Mungu anakujua wewe na nini. Unajua adui anajua hata kabla wewe hujajijua. Siri msipojua kwamba wote tulioko hapa tuna mambo makubwa na tuna huduma. Huduma sio kusimama madhabahuni kama nilivyosimama mimi. Hapana. Hapana. Huduma unaweza kuwa mwimbaji, ni huduma kubwa. Kutoa pia ni huduma kubwa. Kusimama hivi ni huduma. Hata hiyo kufanya biashara ni huduma. Kwa sababu kwa biashara yako kuna watu utakao wafanyaje, wasapoti Mungu akishafanyaje, akishakubariki. Lakini ili tutimize ile huduma Mungu aliyoweka ndani yetu, jambo kubwa ni kwamba wewe usikate nini? Pale ulipo unaweza ukasimama. Tunapomaliza au
airisha kipindi chetu jioni ya leo. Jambo kubwa kwako ni usikate tamaa. Mwambie Mungu jioni ya leo kwamba Baba, ninaomba ukanipe moyo wa kutokukata tamaa. Mwambie tu, kwa sababu inawezekana ni mambo ulionayo, hiyo ndoto ulionayo isitimie kwa sababu ya kitu kidogo cha ukatishwa tamaa. Kwenye maombi haya madogo, ningeomba tunapoenda kuomba, please mwimbaji wetu tuimbe wimbo mmoja wa kuabudu, alafu tuende mbele za Mungu kwa ajili ya kumwambia Mungu kwamba Baba, ninaomba ukanipe moyo wa kutokukata tamaa. Naomba Baba ukanisaidie nikatimize kile ambacho umeweka kwangu, nikatimize kile ulichoniahidi, nikatimize kile ambacho kipo ndani yangu. Jamani, mimi kufika hapa mpaka leo nipo hapa, sauti ya shangwe, nimesimama hapa, nimebebwa na kutokukata tamaa. Nilikotoka nimehangaishwa sana, yaani nilikotoka nimehangaishwa, lakini kilichonibeba sikukata tamaa. Sikuangalia kwamba wao walikuwa ni watu ambao walikuwa wanawategemea wana huduma. Nilichokibeba ni kwa sababu Mungu kanipeleka, atatimiza kila alichofanyaje. Twende mbele za Mungu. Karibu. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, 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 nishike mkono Baba, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitoweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Mungu wangu, peke yangu sitoweza, uwepo
ukamvusha kwenye magumu, ambao Jehova sitokata tamaa kwenye maisha yangu. Akupe moyo wa kutokata tamaa. Mwambie Bwana jioni ya leo, kama kuna mambo ambayo yalikuwa yanazuia yanafanya unakata tamaa, mwambie Mungu hiyo roho ya ukatisha tamaa jioni ya leo akaiondoe. Mwambie Baba nakuhitaji. Mwambie Baba mkono wako na uhitaji. Mwambie Baba ombi langu tu jioni ya leo, nikuhitaji mkono wako, nikuhitaji Baba. Hiyo roho iliyokuwa inanikatisha tamaa Baba ikaondoke. Mwambie Baba tu jioni ya leo. Mwambie Baba tu. Mwambie Baba. Mwambie Baba. Leka seriaraba Eliana mandere bo sekete parata Irina mandere kosaraba Rekarato sepeliana mande Rekaraba sekeliaba Baba Rebe sekeliana mande. Mwambie kama kuna mambo ambayo yalikuwa yanazuia, mambo yalikuwa yanaleta ukata tamaa, kama kuna mambo yalikuwa yanazuiliwa kwa kukata tamaa kwako, mwambie Bwana jioni ya leo akayaondoe. Mwambie Baba jioni ya leo. Mwambie tu Baba, mlilie Mungu. Mwambie Baba. Ele karabaraba, ele koseliana mande, ele kasaliana mando, ele separataya, ele kazogradia, iliana mande. Baba jioni ya leo nishike kwa mkono wako Baba jioni ya leo, ukaniondole roho ya kunirudisha nyuma, ukaniondole roho ambayo inakuwa inasababisha nifike kwenye hadi zangu halafu inafanya rudi nyuma. Mwambie Baba jioni ya leo. Le karaba iseria na mandere te paya re karaba re kasora ta pae. Mwambie Baba jioni ya leo. Mwambie langu Baba, nishike kwa mkono wako, niondolee roho ya kukata tamaa, niondolee kila vizuizi ambavyo vinasababisha kukata tamaa kwangu, vinazuiliwa. Mwambie Baba, mwambie tu Baba, mwambie Baba, mwambie Baba, haijalishi ni nini, mwambie Baba nitie moyo. Mwambie Baba, mwambie Baba tu ombi langu Baba, mwambie Baba ombi langu. Rekasariana marade, rekoseriana mande, riana mazoraba, rekasarata paya, riena mande, rekazovaranya mande. Mwambie tu Baba, mwambie tu Baba, mwambie tu Baba. Nilie Mungu tu jioni ya leo. Leka sejaba, rekaya, lina masereba. Mwambie Baba, mwambie Baba tu jioni ya leo. Mwambie Baba akushika kwa mkono wako.
wake. Mwambie Baba, mwambie Baba, mwambie Baba tu, mwambie Baba tu, mwambie Baba tu, mwambie Baba tu jioni ya leo. Mwambie Baba, mweleze Mungu ameahidi mambo mengi kwako. Mwambie Mungu jioni ya leo ikawe ni njia ya kuyapokea. Mwambie tu Baba, mwambie jioni ya leo ikawe ni njia ya kutimia. Mweleze Mungu wako, mweleze Mungu ndani ya moyo wako. Mwambie tu Baba, eleka sobaria na mateja elina mandele zobradia eleka saraba. Oh Baba, ninasema asante kwa sababu ya jioni ya leo. Asante Baba kwa sababu ya mkono wako. Asante Baba kwa sababu ya neema. Asante Baba kwa sababu ya kunipa moyo wa kutokata tamaa, kwa sababu ya kunipa moyo wa kusonga tena. Mwambie Baba asante, mwambie tu asante Jehova, mwambie asante, mwambie Baba asante. Asante Baba, asante Baba kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa sababu Jehova umenipandisha hatua tena. Asante Jehova kwa sababu nimejiona ni mtu mkuu. Mwambie tu Mungu, kwa sababu ulikuwa unakatisha tamaa, unajiona ni mtu mdogo, mwanza kujitamkia mema, anza kujitamkia mema, anza kukiri mema kwenye maisha yako. Kwenye kitabu cha Mithali kinasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa sababu ulimi wako, kinywa chako kinaumba mema yako. Kwa sababu kinywa chako kinaumba baraka. Kwa sababu kinywa chako ndicho kinachoumba mema. Mwambie tu Baba kwa kinywa chako, mwambie asante kwa sababu Baba umeniinua. Mwambie Baba asante kwa sababu umetimiza yote niliyokuwa nayaomba. Kwa sababu Baba umetimiza huduma yangu. Kwa sababu Baba umetimiza biashara. Mwambie Baba, alisema yeye kwamba ulimi wako unaweza ukaumba. Mwambie Baba jioni ya leo, arabasekeliadabusa indarana mandeledoshe parataya. Mwambie Baba jioni ya leo, mshukuru Mungu kwa sababu amekufikisha jioni ya leo. Fikiria ndani yako ni watu wengi ambao walitamani waione Jumatano ya leo. Fikiria ndani yako kuna watu wengi ambao wameamka salama, huku wakimshukuru Mungu kwa ajili ya kuwafikisha salama. Lakini mpaka sasa kuna wengine hawapo. Mpaka sasa kuna wengine wako hospitalini. Mshukuru tu Mungu kwa sababu ya upendo wake. Mshukuru kwa sababu Mungu anakupenda. Mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante. Asante Baba. Asante Jehova kwa sababu ya mkono wako. Asante Baba kwa sababu ya kibali chako. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen.